Lakini habari kwa ufupi. Israel imeendelea kuishambulia Iran huku Marekani ikisema mashambulizi makubwa zaidi yanaandaliwa. Iran imeulenga ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia katika kampeni yake ya kujibu mapigo. Na Marekani imeliwekea vikwazo jeshi la Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23. Habari kamili. Tel Aviv. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi mapya usiku wa kuamkia leo dhidi ya kile imekitaja kwa utawala wa kigaidi wa Iran kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Tehran, ikililenga jengo la shirika la utangazaji la nchi hiyo IRIB. Vishindo vya makombora vilisikika mnamo usiku wa kuamkia leo mjini Tehran, na kituo cha televisheni nchini Iran cha Press TV kiliripoti makao makuu ya IRIB yalishambuliwa. Mashambulizi hayo ni mwendelezo wa hujuma nzito za kijeshi zilizofanywa kutwa nzima jana Jumatatu na vikosi vya Israel nchini Iran. Rais Donald Trump wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba vita hivyo vinaweza kuendelea kwa muda wa wiki 4 au 5 ama zaidi. Utawala wake umeionya Iran kujiandaa kwa mashambulizi makubwa zaidi yatakayoisambaratisha miundombinu ya kijeshi ya nchi hiyo. Riyadh. Iran imeendelea usiku kucha kuvurumisha makombora ya masafa na droni kuilenga Israel na washirika wa Marekani kwenye eneo la Ghuba, ikiwemo shambulizi kubwa kabisa lililolenga ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia. Wizara ya ulinzi ya Saudi Arabia imesema ndege 2 zisizo na rubani zimeushambulia ubalozi huu wa Marekani mjini Riyadh na kusababisha moto mkubwa ambao hata hivyo tayari umedhibitiwa. Rais Donald Trump wa Marekani ameapa kuiwajibisha Iran kwa uamuzi wake wa kushambulia ubalozi wa nchi yake na kwa mauaji ya wanajeshi 6 wa Marekani tangu kuanza kwa vita Jumamosi iliyopita. Mashambulizi ya kujibu mapigo ya Iran yamezifikia pia nchi za Bahrain na Kuwait, huku makombora yake yaliyoelekezwa Israel yameanguka kwenye makazi ya watu na kusababisha uharibifu. Montreal. Makampuni ya safari duniani yamepoteza mapato ya mabilioni ya dola kufuatia kuzuka kwa mzozo wa kijeshi kwenye eneo la Mashariki ya Kati, huku bei ya mafuta ikiendelea kupanda kwa kasi inayotia wasiwasi. Tathmini ya awali inaonyesha hisa za makampuni yanayoratibu safari zimeporomoka kwa zaidi ya dola bilioni 22 kutokana na kufungwa kwa viwanja vikubwa vya ndege vya eneo la Ghuba na kuongezeka kwa gharama za nishati. Jana Jumatatu, pipa moja la mafuta ghafi lilifikia dola 82, ambayo ni ongezeko la 13% ikilinganishwa na bei ya wiki iliyopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa anga lenye makao yake mjini Montreal, Canada, limesema mataifa duniani yana wajibu wa kuhakikisha usalama wa safari za ndege ili kupunguza hasara inayoshuhudiwa. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda na maafisa wake 4 waandamizi na watuhumu kuliunga mkono kundi la M23 linalohusishwa na matendo ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo la vikwazo hivyo limetolewa jana jioni na Wizara ya Fedha ya Marekani, ambayo imedai kwamba bila msaada wa serikali na jeshi la Rwanda, kundi la M23 lisingeweza kufanya mashambulizi nchini Kongo. Kwa miaka mingi sasa inaaminika kuwa Rwanda ndiye mfadhili mkuu wa kundi hilo. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni mkuu wa jeshi la Rwanda Jenerali Mubarak Muganga, mnadhimu mkuu wa jeshi hilo Vincent Nyakarundi na makamanda wengine 2 wa ngazi ya juu. Utawala wa Rais Donald Trump umekasirishwa na kuendelea kwa mashambulizi ya kundi la M23 mashariki mwa Kongo, licha ya kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya Rais Felix Tshisekedi wa Kongo na Paul Kagame wa Rwanda mjini Washington Disemba mwaka jana. Paris. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ametoa hotuba muhimu jana Jumatatu kuhusu sera ya silaha za nyuklia za nchi hiyo katika wakati wa washirika wake wa Ulaya wana wasiwasi juu ya vitisho vinavyoongezeka kutoka Urusi.
Katika hotuba hiyo, Rais Macron amesema Ufaransa itaongeza idadi ya silaha zake za nyuklia na kufanya mageuzi makubwa ya kisera ya namna ya kuzitumia kama kinga dhidi ya uhasama kutoka nje. Mabadiliko hayo yatahusisha Ufaransa kuruhusu kwa mara ya kwanza kupelekwa kwa ndege za kivita zenye makombora yake ya nyuklia kwa washirika wake kadhaa wa Ulaya. Ufaransa ndiyo taifa pekee ndani ya umoja huo lenye hazina ya silaha za nyuklia, na kwa miaka yote sera yake imekuwa ni kuzitumia kama kinga ya kulinda maslahi yake. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyojia kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Asubuhi hii utasikia yanayoendelea katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo tayari vimesababisha athari za kiuchumi ulimwenguni. Na nchini Sudan utasikia jinsi vikosi vya RSF viliwaua maelfu ya watu na kuwalenga watu wanaoishi na ulemavu huko El Fasher. Kwa haya na mengine mengi, ungana nasi hadi tamati. Mimi ni Bruce Amani. Dunia Yetu leo asubuhi inaanzia Mashariki ya Kati, ambapo wakati vita vinavyoendeshwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea kuitikisa kanda hiyo, hali ya hofu, hasira na mkanganyiko inashuhudiwa kote ulimwenguni, huku viongozi wakitoa kauli zao kuhusu mashambulizi yanayoendelea pande zote. Rashid Chilumba na yanayojiri mpaka sasa. Hali hiyo ya mashaka ulimwenguni na kauli za kutonishiana misuli zimeshuhudiwa kutwa nzima jana Jumatatu katikati ya mashambulizi makali ya Marekani na Israel nchini Iran. Tehran nayo ilijibu kwa kuishambulia Israel na kuilenga maeneo kadhaa ya nchi za Ghuba, ikiwemo miundombinu ya nishati nchini Qatar na majengo ya ubalozi nchini Saudi Arabia. Usiku wa kuamkia leo, Iran iliushambulia ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia kwa ndege mbili zisizo na rubani na kuzusha moto na uharibifu mdogo. Hayo yameelezwa na Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia. Mkazi mmoja kwenye eneo uliko ubalozi huu Marekani ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba ameona moshi ukifuka kutoka kwenye jengo la ubalozi huo. Hapo jana pia Iran iliushambulia ubalozi wa Marekani nchini Kuwait. Shambulizi la mjini Riyadh limesababisha hasira nchini Marekani. Rais Donald Trump amesema Iran itatambua muda usio mrefu majibu ya Washington kwa uamuzi wake wa kulenga ubalozi mjini Riyadh. Trump pia amesema Marekani italipa kisasi kwa vifo vya wanajeshi wake 6 vilivyotokea tangu nchi yake na Israel zilipoishambulia kwanza Iran Jumamosi iliyopita. Hapo jana pia Trump alizungumza na waandishi wa habari na kuarifu kuwa vita dhidi ya Iran vitaendelea kwa muda wa wiki 4 au 5 ama kwa kadri itakavyohitajika. Katika ishara kwamba mzozo huo unazidi makali, Wizara ya Mambo ya Kigeni Marekani imewataka raia wote wa nchi hiyo kuondoka haraka kutoka kwenye zaidi ya mataifa 12 ya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amesema mashambulizi makali zaidi kutoka jeshi la Marekani dhidi ya Iran bado hayajaanza. Ameonya kuwa awamu ijayo ya mashambulizi itakuwa nzito kuliko inayoshuhudiwa sasa. Licha ya vitisho hivyo, maafisa waandamizi nchini Iran wamesisitiza vita vitaendelea na hakuna dalili ya kupatikana mwafaka. Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran Ali Larijani aliandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X kwamba nchi hiyo haitazungumza na Marekani. Kwa upande wake, waziri wa mashauri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran ilijiandaa kwa muda mrefu kwa vita na imejifunza mbinu zote za kivita za Marekani na kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haitosalimu amri. Pamoja na maneno hayo ya ujasiri, makombora ya ndege za kivita za Israel yaliutikisa mji mkuu wa Iran usiku wa kuamkia leo. Jeshi la Israel limesema limelenga makao makuu ya shirika la utangazaji la Iran ililolituhumu kuwa chombo cha propaganda cha utawala iliyoutaja kuwa wa kigaidi wa Iran. Mzozo huo wa kivita tayari umeanza kuteteresha masoko ya hisa na kutishia kutokea athari kubwa za kiuchumi. Bei ya nishati ya mafuta inatazamiwa kupanda zaidi leo baada ya hapo jana kufikia dola 82 kwa pipa moja la mafuta ghafi kutoka angalau dola 60 kwa pipa wiki iliyopita. Tathmini ya awali pia masoko ya hisa na mitaji inaonyesha makampuni ya safari yamepoteza karibu dola bilioni 22 kutokana na kutatizika kwa usafiri wa anga kwenye viwanja vikubwa vya Mashariki ya Kati. Safari karibu zote za ndege zimefutwa kwenye viwanja vingi vya nchi za Ghuba tangu mzozo wa kivita ulipozuka mwishoni mwa juma lililopita baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran na kumuua kiongozi mkuu wa nchi hiyo
Ayatullah Ali Khamenei. Ni Rashid Chilumba. Wakati vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea, mojawapo ya athari za haraka na ya moja kwa moja ni ile ya kiuchumi, hasa kwa mataifa ya Afrika ambayo yana mafungamano ya kiuchumi na ukanda wa Mashariki ya Kati na Ghuba. Mwenzangu Mohamed Khelef amezungumza na mchumi James Shikwati mwenye makao yake Nairobi nchini Kenya, ambaye kwanza anataja maeneo yanayoguswa moja kwa moja na madhara ya vita hivyo. Athara ya kwanza, Middle East tunapoita kwa kimombo, ni hub ya ndege nyingi ambazo zinasafiri kuja Afrika. Kwa hivyo vita zimelegeza usafirishaji wa Afrika na wageni ambao wanakuja Afrika, wale tunaita watalii. Hilo ni la kwanza. Pili, kuna Waafrika wengi haswa kutoka Afrika Mashariki ambao wanafanya kazi katika nchi za Middle East. Huenda itatatiza uwezekano wa hao kuweza kutuma zile hela huwa wanatuma kwa watu ambao walibaki nyumbani ili kuendeleza sera tofauti. Nataka kidogo utupe mahesabu ya kiuchumi, kiwango cha fedha ambacho kinatoa katika kwa wafanyakazi wa Kiafrika ambao wapo katika mataifa ya kigeni, kia nafasi gani kwenye uchumi wa nchi za Kiafrika, hata kama zinapokosekana ikawa unadhani patakuwa na tatizo la kiuchumi? Nikijaribu kusema tukitumia Kenya peke yake, tunaweza tukasema karibu milioni 50 million dollars. Na tena hiyo ni Kenya peke yake. Kwa hivyo hatujaongelea Uganda, hatujaongelea Tanzania, hata hatujasonga chini kwenda West Africa kule. Hiyo ni mfano tu. Kwa hivyo tukiweka Afrika yote pamoja, utapata kwamba ile remittances zenye zinatoka nchi za Uarabuni kuja huku huenda zikafika karibu bilioni hata 3 hivi dola. Pia tena itakuwa changamoto ya Waafrika wanaweza wakasaidiaje wenzao ambao wanaishi katika hizo nchi. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ile, kwa kimombo wanasema humanitarian, tatizo la kibinadamu, kwamba itabidi sasa mataifa ya Afrika yagharamike fedha zake zenyewe kuwahudumia watu ambao wa mataifa hayo wanapaswa kuwahamisha au kuwahudumia katika kipindi ambacho shida inaelekea. Unakusudia hivi bila shaka? Kwa hivyo hiyo ni ya kibinadamu, hatujaingilia ya kibiashara. Naam. Bei ya mafuta ikienda juu, basi uchumi zote huwa zinapata tatizo, kwa sababu tunaita cost of production, ile pesa ambazo zinatumika kwenye viwanda, kwenye ukulima, kwenye usafirishaji. Utapata nchi nyingi za Afrika zinategemea kwa mfano mashine ya diesel kuweza kutengeza stima, ama mnahitaji electricity, umeme. Lakini angalau Kenya tunatumia ile renewables, ile ya maji, dams. Ndio. Lakini kunazo nchi zingine hazina uwezo kama huo. Kwa hivyo changamoto ni kubwa, tukiendelea katika hiyo hali ya kuweza kuhakikisha kwamba viwanda viendelee kama kawaida. Tumezungumzia kuhusu kwamba Arabuni ni kituo cha kibiashara ambapo watu wanachukua bidhaa kusambaza kwingineko ulimwenguni. Lakini vipi kuhusu biashara ambayo inatoka Afrika kwenda ndani ya eneo hilo? Utapata sisi ndio tunatuma mbuzi kule, tunatuma ng'ombe kutoka kama Kenya na Tanzania pia. Kwa hivyo kuna tatizo. Changamoto ni kwamba kituo cha biashara cha Uarabuni, hata wengi ambao wanaitisha magari wamekuwa wanaitisha kutoka pale kituo cha biashara kama hub Uarabuni huko. Pili, tukiangalia namna ya visa ya watu kusafiri, hizi ni nchi ambazo zimekuwa zinafungua mlango wao kwa Afrika kutembea huko, kwa sababu kupata visa kwenda kama Europa ni vigumu, kwenda Marekani ni vigumu, lakini hapa imekuwa ni kama wale neighbors ambao mlango wao uko wazi, hawana mambo mengi tunapotaka kuwatembelea. Ni James Shikwati, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi akiwa Nairobi, akizungumza na mwenzangu Mohamed Khelef kuhusu athari za kiuchumi katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Je, unatafuta mitindo, vichekesho na challenge za hivi punde? Tazama akaunti yetu mpya ya DW Kiswahili ya TikTok. Tumepakia maudhui moto moto yatakayokuburudisha kwa saa nyingi, kuanzia challenge za densi hadi skit za kufurahisha. Kuna kitu kwa kila mtu. Usikose, tufuate sasa katika DW Kiswahili na ujiunge na burudani.
Hiyo ni DW Kiswahili kwenye TikTok. DW Kiswahili kwenye TikTok. Tuonane hapo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yuko mjini Washington ambako anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump hii leo. Awali, ajenda kuu ya mkutano huo ilikuwa mzozo mkali wa ushuru wa bidhaa kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Lakini mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na hatua za kulipiza kisasi za Tehran zimebadili kabisa mwelekeo wa mazungumzo hayo. Ripoti hii iliyoandaliwa na mwandishi wa DW Jens Turo inasomwa studioni na Idi Sesanga. Merz amesema Ujerumani inaziunga mkono wazi Marekani na Israeli na amelaani mashambulizi ya Irani dhidi ya mataifa ya Ghuba, kambi za kijeshi za Marekani na Israeli. Hata hivyo, kwa mtazamo wa sheria za kimataifa, kansela huyo amekiri kuwa Ujerumani iko katika hali ya sintofahamu. Kwa maneno mengine, kuna hoja kwamba mashambulizi ya Israeli na Marekani hayakuwa na uhalali wa wazi wa kisheria kimataifa, lakini Berlin pia inaona kuwa juhudi za muda mrefu za kuishinikiza Iran kuachana na mpango wake wa nyuklia hazikufanikiwa. Die Verurteilung iranischer Rechtsbrüche, kulaani ukiukwaji wa sheria unaofanywa na Iran na hata kuweka vikwazo vikubwa kumekuwa na athari ndogo kwa miaka na miongo kadhaa. Hii pia ni kwa sababu hatukuwa tayari kutetea maslahi ya msingi kwa kutumia nguvu za kijeshi ikiwa ingehitajika. Kwa hiyo sasa si wakati wa kuwahubiria washirika na marafiki zetu. Licha ya mashaka yetu yote, tunashiriki malengo yao mengi, ingawa hatuwezi kuyafanikisha sisi wenyewe kwa vitendo. zu sein, sie auch tatsächlich zu erreichen. Merz amesema si wakati wa kuwakosoa washirika wa karibu, ingawa amekiri kuwa mashambulizi hayo yana hatari kubwa ya kusababisha mzozo mpana zaidi wa kikanda. Baadaye, pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na